Ndugu zangu, leo nitazungumza juu ya uelekeo wetu kuelekea uchaguzi wa serikali mwaka 2025 na hali ambayo tumeipitia, na hasa kukumbusha wajibu wa Tanzania, raia wa nchi hii, kwa sababu ni muhimu kujua kwamba cheo namba 1 ambacho ndio cha juu kuliko vyeo vyote hapa nchini ni uraia wetu. Hamna cheo chochote ambacho mtu anaweza kupata hapa kama hajawa raia. Kwa hiyo tunapaswa kulinda haki hiyo kwa kiwango kikubwa kabisa. Uchaguzi wa mwaka huu 2025 unakuja katika wakati ambapo Watanzania wamepitia chaguzi 3 za kukatisha tamaa. Uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Chaguzi hizi zimeacha hisia miongoni mwa wananchi kwamba kura zao haziheshimiwi, hazithaminiwi, wala haziathiri maamuzi ya kuchagua serikali yao. Hali iliyopo nchini inawafanya wananchi kuona kuwa vyombo vya dola ndivyo vinavyoamua nani awe kiongozi, huku wananchi wakiwa ni vikaragosi wanaotumika kwa wakati wa kura kwenda kuhalalisha mikakati ya vyombo vya ulinzi na usalama. Hali hii imezua wazo la kususia uchaguzi kama suluhu ya kuwajibisha serikali iliyopo madarakani ili ikubali kurekebisha mifumo ya uendeshaji wa uchaguzi. Pamoja na ukweli kwamba wazo hili halina uthibitisho wowote katika historia ya mapambano ya raia waliokandamizwa na serikali zao, lakini kwa namna fulani linawapa faraja baadhi ya watu, faraja ya muda mfupi. Na matendo ya ukatili wa vyombo vya dola wakati wa uchaguzi, pamoja na matukio ya utekaji, mauaji, raia kupotezwa, hutumika kama sehemu ya kuwaaminisha wananchi kwamba hapa tulipofika basi ni bora kususa. Hata hivyo, nataka leo ndugu zangu wa Kalinzi, Kigoma, tufahamu kwamba hali hii si mpya katika historia ya nchi yetu. Tanzania iliwahi kuwa na serikali isiyokuwa na ridhaa ya wananchi, serikali iliyolindwa na vyombo vya ulinzi na usalama, serikali ambayo ilitegemea vyombo vya ulinzi na usalama kuwepo kwake na sio raia wa nchi hii. Serikali hiyo iliitwa serikali ya kikoloni. Kama vile ilivyo serikali ya sasa, serikali ya kikoloni ilivitegemea vyombo vya ulinzi na usalama ili kujihakikishia kuendelea kuwepo katika nchi yetu. Swala la msingi ambayo naomba wananchi wa Kigoma na hapa Kalinzi tujiulize, raia wanapokabiliwa na serikali ya namna hiyo wanapaswa kufanya nini? Na kwa sababu wazee wetu waliwahi kukutana na serikali ya namna hii, basi ni muhimu kujifunza wazee wetu walifanya nini pale walipokuwa na serikali ambayo inatumia risasi kutisha raia, serikali ambayo haijali ridhaa ya wananchi kuwepo kwake na haitaki kusikiliza hisia za wananchi kwamba hawaoni kuwa kura zao zina thamani. Tujiulize, nini ilikuwa ni wajibu wa raia kwenye taifa lao? Historia inatuonyesha kuwa wazee wetu walikabiliana na serikali ya kikoloni kwa kuhamasisha mapambano ya raia. Walishirikiana kuiondoa madarakani serikali ya kikoloni iliyotawala kwa mabavu kwa kutumia vyombo vya dola. Katika mazingira haya, wazee wetu
akina Abushiri bin Salim kule Saadani, Pangani mpaka Bagamoyo walipigana vita na serikali ya Mjerumani wakiwa hawana silaha. Mjerumani ana kila kitu. Chifu Mkwawa kule Iringa aliongoza mapambano ya raia kupinga kutawaliwa na serikali ya Mjerumani. Waliuawa kweli. Mkwawa alikatwa mpaka kichwa chake, lakini walipambana. Kusini mwa Tanzania, wazee wetu waliamua kuikabili serikali ya Mjerumani kwa kuanzisha vita vya Majimaji. Sote tunasoma na tunasikia uzalendo wa wazee katika vita vya Majimaji. Vita ambayo ilianzia maeneo ya Lindi, Kilwa, ikapita maeneo yote ya mkoa wa Lindi, ikaenda Mtwara, ikafika Mahenge, Morogoro, ikaishia kule Songea, Ruvuma. Vita hii ilikuwa ni mapambano ya raia wasio na silaha kupigana na serikali dhalimu, serikali ambayo haikuwa tayari kupata ridhaa ya wananchi ili kutafuta uhalali wake. Ni vita ambayo Watanganyika zaidi ya 300,000 waliuawa. Mapambano yalikuwa makali, lakini hata siku moja hawakukata tamaa. Hawakuamini kwamba kwa kususa nchi yetu itakuwa huru. Walipambana na Mjerumani. Ukatili wa wakoloni haukuwavunja moyo wazee wetu. Walikabiliana na ukatili huo kwa kuhamasisha vuguvugu la umma dhidi ya serikali ya kikoloni. Hata pale walipokabiliana na kifo, maneno yao yalikuwa ya kuhamasisha, sio kukatisha tamaa. Mzee Suleiman Mamba alikuwa ni moja kati ya makamanda wa vita vya Majimaji na alikamatwa na Wajerumani mwaka 1906. Wajerumani, kama zilivyo serikali zote za kidikteta duniani, hutumia vitisho vya kuwaua au kuwakandamiza viongozi wa mapambano dhidi yake kuwahofisha wengine. Suleiman Mamba alikamatwa, akapelekwa kwenye eneo lililokuwa wananyongwa makamanda wa Majimaji, eneo la Mwembe Kinyonga pale Kilwa. Eneo hili leo ukienda kwenye historia liko kwenye mji mdogo wa Kilwa Kivinje, karibu na hospitali ya wilaya ya Kilwa. Na hospitali hii kwa heshima ya matukio ya Mwembe Kinyonga inaitwa hospitali ya Kinyonga, kwa sababu wazee wetu walinyongwa kwenye Mwembe Kinyonga pale. Sasa mzee Suleiman Mamba siku ya tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 1906 alifika pale, na Mjerumani alichokuwa anafanya akiwakamata wale makamanda, anapiga mbiu, amri wa Tanzania wote waje washuhudie wale Watanganyika, yule kimbelembele wao ananyongwa mbele yao. Na kabla hajauawa walimpa nafasi ya kutoa maneno yake ya mwisho. Suleiman Mamba akijua anakabiliana na kitanzi, alipopewa nafasi ya kuzungumza maneno ambayo anajua yataacha athari kwa Watanzania wengine Watanganyika wanaopigania nchi yao, alisema maneno yafuatayo ambayo leo ukienda kwenye museum ya Wajerumani utayakuta yamerekodiwa kama moja kati ya maneno ambayo Wajerumani hawakutegemea kama anasema. Suleiman Mamba alisema, bora nife mimi Suleiman Mamba kuliko kutawaliwa na ninyi washenzi. Bora nife ili nchi yangu ishuhudie kuwa niliipigania. Suleiman Mamba alinyongwa, lakini aliacha hamasa kubwa kwa raia kuendelea kupigania haki zao. Wazee wetu hawakupigania barabara, hawakupigania maji, hawakupigania umeme. Kabla ya ukoloni, miundombinu ilikuwa ni mibovu zaidi kuliko baada ya ukoloni. Huduma za afya zilikuwa duni kuliko baada ya ukoloni. Wazee wetu walichokipigania ni haki yao ya kuamua nani awe kiongozi wao. Wazee wa nchi hii waliona heshima na thamani yao
waliipima katika haki ya kuchagua viongozi wao. Huu ndio uzalendo wa kweli na mapambano ya kudai haki za raia. Kafara ya damu ambayo ilimwagwa na wazee wetu ilizaa vuguvugu la raia kuendelea kupigania haki zao kwa njia za kidemokrasia. Hata pale serikali ya kikoloni ilipoweka mifumo mibovu ya kukandamiza, hawakurudi nyuma. Walitumia kila fursa kukabiliana na serikali isiyojali hisia za raia. Azimio la Tabora, maamuzi ya Tabora, uamuzi wa busara wa Tabora unaorejewa mara nyingi katika historia ya TANU, ilikuwa ni kielelezo cha jinsi wazee wetu walivyodumu katika mapambano bila kujali masharti magumu yaliyowekwa na serikali ya kikoloni. Katika wakati wa uchaguzi huu, haki ya kuchagua wakati wa kikoloni na kuchaguliwa ilidhibitiwa, na masharti ya kishenzi kama kupiga kura 3 yaliwekwa. Ilikuwa anayetaka kugombea anawekewa sharti kwanza awe kidato cha 4 katika zama za ukoloni, wakati hakuna watu waliosoma. Aliwekewa sharti kwamba lazima awe na kipato katika mazingira ambayo watu ni maskini. Lakini mpiga kura mmoja aliambiwa lazima awachague watu 3, amchague Muhindi, amchague si Mwarabu, amchague na Mwafrika wa kawaida. Walipokutana Tabora, kulikuwa na mawazo ya baadhi ya wazee kwamba kwa kuwa mazingira ni magumu, basi mazingira sio sawa sawa, mfumo wa uchaguzi hauko sawa, bora kususa mpaka wakoloni watakapokubali kubadilisha sheria ya uchaguzi. Busara ya wazee wetu ilikuwa mapambano ya wakoloni hayawezi kufanywa kwa himaya ya wasusaji. Hawakususia, bali walitumia kila fursa kukabiliana na serikali iliyokandamiza matakwa ya raia. Hakuna ushahidi wa kihistoria unaoonyesha jamii iliyomwadhibu mtawala katili kwa kumsusia. Hakuna hapa duniani. Hakuna historia inayoonyesha kwamba wananchi walipoona mtawala wao ni katili, basi adhabu yao ilikuwa ni kumsusia. Jamii iliongoza kwa kukabiliana na dhulma na kupigania haki yake ya kuamua viongozi wake. Mapambano haya hayakuisha hadi kiongozi mwenye ridhaa ya umma alipochaguliwa. Ndio maana leo tumekuja kwenye operesheni Majimaji, tukiwataka raia walinde kura zao, wasisusie kupiga kura. Ndugu zangu, hiki ndicho tulichojifunza kutoka kwa wazee wetu kwenye mapambano ya nchi hii. Kijana wetu hapa Nondo amewaeleza yale yalitokea tuliposusa Zanzibar kwenye uchaguzi. Lakini nataka niwaambie, leo nchi yetu tumefika mahali ambapo CCM hawawezi tena kuendesha nchi hii kabisa kabisa. Hata ukiwasusia. CCM leo wanauza maiti, au nyie hamuuzii maiti huku? Leo ukienda hospitali ndugu yako akifariki, unaambiwa maiti inazuiwa mpaka uilipie. Leo CCM mambo muhimu ambayo ndio kigezo cha kupima ubinadamu, utu wa serikali yoyote, umeshindwa. Angalia hali za watu wakienda hospitali. CCM leo wamegeuza huduma za afya kuwa ni bidhaa. Wagonjwa hospitalini wako ambao wamewekwa mahabusu kwa sababu wamemaliza matibabu, hawana hela ya kuwafanya watoke. Wanawekwa wodini, wanasubiri mpaka wauze mashamba yao waende wajikomboe kwenye wodi za hospitali. Leo ukienda hospitali yoyote ya serikali, hospitali yoyote, hakuna siku inapita hawajarudi Watanzania 10, Watanzania 5, Watanzania 3 ambao wanarudi hospitali bila matibabu kwa sababu hawana fedha.